Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Wazo kuu la maandiko, Januari 5. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu 19 mstari wa 25. Ukweli mmoja muhimu na wenye utukufu unaonekana katika maandiko ni ule wa kuja kwa Yesu mara ya pili ili kukamilisha kazi kubwa ya ukombozi. Katika ahadi ya kuja kwake, yeye ambaye ni ufufuo na uzima, akija kuwaleta nyumbani wale waliokuwa wametengwa, tumaini la kutia moyo linatoka kwa wasafiri wa Mungu walioachwa muda mrefu wakikaa katika nchi ya uvuli wa mauti. Fundisho la kuja kwa Yesu mara ya pili ni wazo kuu la maandiko matakatifu. Tangu siku ile wale wanandoa wa kwanza walipogeuza hatua zao kwa huzuni na kutoka katika bustani ya Edeni, watoto wa imani wamekuwa wakisubiri kuja kwa yule aliyeahidiwa ili kuvunja nguvu ya yule mharibifu na kuwarudisha katika paradiso iliyokuwa imepotea. Henoko, aliyekuwa wa 7 tu kutoka kwa wale waliokuwa wakiishi katika bustani ya Edeni, ambaye alitembea na Mungu kwa karne 3 hapa duniani, aliwezeshwa kuona ujio wa mkombozi kwa mbali. Alisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote. Mzee Ayubu katika kipindi kigumu cha mateso yake alisema kwa imani thabiti, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Lakini katika mwili wangu nitamwona Mungu, na nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mungu wa neema yote na awape ufahamu ili muweze kuyaona mambo ya milele, ili muweze kuyaona makosa yenu ambayo ni mengi kama yalivyo, ili mfanye juhudi zinazohitajika kuyaondoa, na pale palipo na tunda hilo ovu mzae matunda yaliyo na thamani hata wafikisha katika uzima wa milele. Inyenyekezeni mbele za Mungu mioyo yenu iliyo duni na yenye kiburi, na kujihesabia haki. Jishusheni sana, tena sana, chini ya miguu yake, mkiwa mmepondeka katika hali yenu ya dhambi. Tumia muda, nguvu na akili zako zote katika kazi ya kujiandaa. Usiache hadi utakapoweza kusema, mkombozi wangu yu hai, na kuwa yu hai, mimi pia nitakuwa hai. Ukikosa kuingia mbinguni, utakuwa umekosa kila kitu. Ukiingia mbinguni, utakuwa umepata kila kitu. Na kusii usije ukafanya makosa katika jambo hilo. Jambo hili linahusu faida ya milele.